Karibuni tena katika tafakuri yetu ya kipindi hiki cha Majilio inayosema Kristo atakuja tena. Na hii ni siku ya pili ya Majilio, na ujumbe wetu wa leo unasema ni majilio na sio ujio. Katika tafakuri yetu ya leo tutatafakari juu ya neno majilio na maana yake. Neno majilio linabeba wingi wa neno ujio, na neno ujio linamaanisha tukio la mara moja. Sasa tofauti na ujio, majilio maana yake ni jambo linalotukia zaidi ya mara moja. Tuliona katika tafakuri iliyotangulia kwamba kipindi cha majilio kina maana zaidi ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, yani Noeli. Tuliona ni kipindi kinachotujulisha pia ujio wa mara ya pili wa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini mbali na matukio haya mawili makubwa, vile tunaweza kusema kwamba kuna majilio mengi zaidi ya Bwana wetu Yesu Kristo katika maisha yetu. Tangu kuumbwa kwa dunia, kwa mfano, Yesu ambaye bila ya yeye hakuna kilichoumbwa, kama tunavyosoma katika Injili ya Yohana. Yesu amekuwepo pamoja na wanadamu hapa duniani kwa namna na jinsi tofauti. Tuchukue mathalani safari ya wana wa Israeli kutoka Misri. Tunaona katika barua ya Paulo kwa Korinto akiwaeleza jinsi walivyokula chakula cha kiroho na kunywa katika mwamba wa kiroho uliowafuata, ambao ni Kristo mwenyewe. Na hii inapatikana katika Wakorinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 3 mpaka ule wa 4. Labda turudi nyuma kidogo, tuangalie pale Yesu aliposema, baba yenu Ibrahimu au Abrahamu alifurahia kuiona siku yangu, na aliiona na alijawa na furaha. Hii tunaisoma katika Yohana sura ya 8 mstari wa 56. Sasa Yesu alimaanisha nini? Hapo utaona kwamba Yesu anazungumzia jambo lililotokea takribani miaka kama 1900 kabla yake. Sasa je, Yesu alimaanisha ya kuwa Abraham alimuona Yesu wakati Yesu alipokuwepo duniani, au wakati akisema maneno hayo, au Yesu alimaanisha kwamba Abraham alimuona Yesu au aliiona siku ya Yesu miaka hiyo kabla ya ujio wa Yesu, ambao tunaufahamu kwamba alikuja kwa kuzaliwa kwa njia ya Bikira Mariamu. Sasa wanazuoni wengi au wanatheolojia wengi wamekuwa wakijadili sana swali hili, na wanadhani, wengine wanasema pengine ulikuwa ni unabii, yaani Abrahamu aliona kwa njia ya unabii kuwepo kwa Yesu, au aliona siku ya Yesu kwa njia ya unabii na akafurahi. Lakini bado wengine wanakuja na namna mbalimbali ya kulitafakari jambo hili. Sasa hapo tunaona kwamba kuna kuhani aliyeitwa Melkizedeki, mfalme wa Salem, ambaye aliitwa kuhani wa Mwenyezi Mungu aliye juu, na ambaye alimbariki Abraham kwa kumletea mkate na divai. Kufuatana na Biblia, Yesu aliitwa kuhani milele kwa mfano wa Melkizedeki. Lakini tumtazame kuhani huyu aliitwa Melkizedeki. Kufuatana na maelezo ya Biblia, Melkizedeki au kuhani Melkizedeki
alielezwa kutokuwa na baba wala mama, na hii tunaipata katika Waebrania 7 mstari wa 3. Yaani maana yake hajulikani alikotoka. Pili, aliitwa kuhani milele, kama tulivyoona kwamba Biblia inavyosema Yesu ni kuhani milele kwa mfano wa Melkizedeki. Kwa kuwa basi Melkizedeki ni kuhani milele. Jina la kuhani huyu, yani Melkizedeki, linamaanisha mfalme wa amani au mfalme wa haki, ambazo hizi zote ni sifa ya Yesu. Sasa swali ni je, huyu alikuwa ni Yesu mwenyewe au ilikuwa ni ishara au kivuli cha ujio wa Kristo baadaye? Lakini iwe ni kivuli au ni ishara, kwa vyovyote vile tunaweza kusema ni ujio au ni majilio, yawe ya moja kwa moja au yasiyokuwa ya moja kwa moja. Tunaona pia pale Yesu alipokuwa akisema katika Luka sura ya 10 mstari wa 18, nalimwona shetani akianguka kama umeme kutoka mbinguni. Nalimwona shetani akianguka kama umeme kutoka mbinguni, jambo ambalo lilielezwa na nabii Isaya kuhusu anguko la shetani, kama tunavyoweza kusoma katika kitabu cha Isaya sura ya 14 mstari ule wa 12, wakati shetani alipoangushwa kutoka mbinguni. Tunaona kwamba Yesu aliyasema maneno hayo wakati wale 70 aliokuwa amewatuma wakarudi na kumwambia hata pepo waliwatii kwa jina la Yesu. Sasa je, Yesu alimaanisha alimwona shetani akianguka wakati ule au ilikuwa ni kabla? Na Yesu alikuwa wapi? Kwa sababu anasema nalimwona shetani akianguka kama umeme kutoka mbinguni. Mbali na ujio wake mkubwa wa kuzaliwa kama mwanadamu, Yesu mwenyewe aliahidi kuwa ataendelea kutujia ikiwa kama tukikidhi vigezo kadhaa. Alisema, tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapokutana duniani katika jambo lolote watakaloliomba, watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Na hii tunasoma katika Mathayo 18 mstari wa 19. Na akaendelea kusema, kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Mathayo 18 mstari ule wa 20. Anachomaanisha Bwana wetu Yesu Kristo ni kuwa pale tunapokuwa na mshikamano na ukosefu wa ubinafsi kwa kile tunachokiomba, upendo hutamalaki. Tunajua kuwa Mungu ni upendo au Mungu ni pendo. Hivyo Yesu ambaye ni upendo anakuwepo kati yetu kufanikisha nia zetu pale tunapokaa pamoja kwa upendo na kufanya maombi ya pamoja kwa nguvu ya kishindo cha upendo. Hata wahenga walijua hilo waliposema umoja ni nguvu. Bahati mbaya sisi tunapenda kuwa wabinafsi wa kutaka sisi tu ndio tupewe bila kujali watu wengine. Tunapokuwa na ubinafsi, upendo hukosekana. Yesu haji pale pasipo na upendo, kwa maana yeye mwenyewe ni upendo. Ndiyo maana alisema, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi
tutakuja kwake. Unaona kuna neno ujio, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Inapatikana katika Yohana sura ya 14 mstari wa 23. Kumbe basi, palipo na mapendo, hapo Mungu anakuwepo. Vile vile Yesu hutujia pale tunaposhiriki kwa umoja na upendo katika meza yake, pale ambapo tunaposhiriki kuula mwili wake ambao ndio kiunganishi chetu na Baba. Vile vile mwili wake unatuunganisha naye, kama anavyosema, aulai mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Yohana 6 mstari wa 56. Tena ni mara nyingi Yesu anakuja kwetu na kututaka tuungane naye. Alisema, tazama nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake. Unaona hapo kuna ujio tena. Anaendelea kusema, nami nitakula pamoja naye, naye pamoja nami. Na hii inapatikana katika Ufunuo sura ya 3 mstari wa 20. Kufungua mlango sio kwingine, bali ni kutenda sawasawa na maagizo yake, yaani kuwa na upendo kwa Mungu na kwa wenzetu. Kumbe basi, kipindi hiki cha Majilio kinatukumbusha nyakati mbalimbali anazotujia Bwana wetu Yesu Kristo. Ni sisi tu kujiweka tayari kumpokea, kwa sababu wale wote wanaompokea wanafanyika kuwa watoto wa Mungu. Yohana sura ya 1 mstari wa 12. Lakini tunapaswa kutambua kwamba sifa kuu ya kuweza kumpokea Yesu ni kuwa na upendo kamili. Upendo hujengwa na nia njema na moyo wa huruma, sio kwa maneno matupu, bali kwa matendo yetu mema. Kwa mfano, Yesu hutujia sisi katika shida za wengine. Tunapojitolea kuwasaidia wengine katika dhiki zao, tunakutana na Yesu. Yesu alisema, lolote unalomtendea mwenzako, hilo wamtendea yeye Yesu. Alisema hivi, amin nawaambia, kadiri mlivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Mathayo 25 mstari ule wa 40. Kumbe Yesu anaweza kuwepo kwetu kwa njia ya upendo wetu unaodhihirishwa na matendo yetu mema. Basi tumshushe Yesu na tumkaribishe mioyoni mwetu, ili nuru yake iangaze kwa njia yetu. Je, unamshusha Yesu na kumfanya aandamane nawe katika maisha yako? Je, matendo yako yanashuhudia jambo hilo? Kila mmoja wetu na ajihoji mwenyewe. Tumsifu Yesu Kristo.